kwa watu ambao wanaamini nguvu za ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Wakorintho. Tutakuwa tunasoma baadhi ya fungu kulingana na muda. Tusome kitabu cha Wakorintho. Ule na Biblia utanisaidia kusoma haraka kidogo. Wakorintho sura ya kwanza mstari Wakorintho sura ya kwanza mstari wa 15. Nisome tu mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3 na waje nisome tu mstari miwili. Yes. Mstari wa 3 na 4. Kwa hiyo tunadhibitisha tumaini la uzima wa milele katika Kristo kwa wale wote wanaomwamini. Kama umepata unaweza soma. Anasema, amina. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Amina. Kwa hiyo Paulo anathibitisha katika Biblia, anathibitisha kwamba kumbe huyu Kristo wapendwa, ambaye tunamshuhudia au ambaye tunakusanyika kumwabudu kama kanisa, kwamba kumbe huyu Kristo hakuishia tu kuendelea kung'ang'ania kaburi. Ni kweli anazikwa kama ambavyo hata makanisa mengi ya Pentecoste na makanisa mengine desturi za kuzika zipo, kama hata kule Israeli za kwamba mtu akifa anazikwa, na kisha zikwa basi watu wanaamini kwamba akiwa alikufa katika Bwana atafufuliwa katika ule uzima wa milele. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika kaburi la Yesu wakati wamemzika, na watu wengi katika taifa la Israeli, kwa sababu wengi walikuwa pia wamepingana na imani ya Yesu. Wayahudi, Mafarisayo walipingana na habari za Yesu. Sio kwamba Wayahudi wote wanaokoka. Hata leo ukienda Israeli sio kwamba wote wanaokoka. Hata wale wakina Benjamin Netanyahu wakati fulani wanakataa habari za Yesu. Yaani wanakataa habari za maziko. Hata vizazi vya nyuma wengine hawakuokoka, pamoja na kwamba Yesu alitokea kwao, wakaona akitembea katika mitaa yao, lakini walipowaambia huyu ndio Masihi, wakasema hapana, sisi tuna dini zetu za Kiyahudi, tuna dini zetu za babu zetu, tuna dini zetu za asili. Hawakumfuata Yesu, wakaendelea na dini zao. Kwa hiyo upinzani unaendelea. Hata katika taifa hili jipya la Israeli bado upinzani unaendelea. Lakini liko tumaini kwa watu ambao watamwamini Yesu, wataokolewa pamoja na mataifa mengine.